Ibana, story nyingine ambayo ilienda viral kwa mwaka 2026 wakati tunaanza mwaka ni ile ambayo ilikuwa ikihusisha tukio ambalo lilimkuta msanii maarufu Shilole mara baada ya kupata ajali Kigoma wakati akiwa anatoka Kigoma kuelekea Dodoma. Na hii ilikuja mara baada ya kukamilisha zoezi kubwa sana ambalo lilimfanya ende Kigoma, ililokuwa likihusisha kupika chakula ambacho ni cha wakazi wote wa jimbo la Kigoma. Oda ambayo ilikuwa imetolewa na Baba Levo kwamba tarehe mosi ya mwaka 2026 kusherehekea lakini pia kula chakula cha kwa pamoja na wakazi wa Kigoma, kitu ambacho Baba Levo alikuwa amekifanya kama shukrani za dhati kwa wakazi wa Kigoma kwa ajili ya kumchagua kuwa mbunge wao kwa kuwatumikia kwa kipindi cha miaka 5 tena katika nafasi hiyo. Sasa mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, wakati Shilole akiwa anakuja Dodoma, bahati mbaya alipata ajali ambayo ilitokana na gari aina ya Alfa hadi kugonga ng'ombe, kitu ambacho mashabiki mbalimbali walikichukulia kama ni trend kwao. Na hii ilikuja mara baada ya kile ambacho kilikuwa kimejitokeza kuanzia zile vurugu za tarehe 29. Tunafahamu kwamba Shilole pia ni moja kati ya mtu pia ambaye alikuwa akijihusisha na siasa. Sasa mashabiki ni kama wana ile kampeni yao ya kuweza kuwadidimiza wale watu wote pia ambao walikuwa kihusika na siasa, hususan wasanii, kwa kile ambacho wao wanadai kwamba hawako upande wao. Sasa mara baada ya ajali ile, wananchi na mashabiki wengi sana ni kama wakawa wanafurahia hivi kwa kile ambacho kilitokea, huku wakawa wanajali sana uhai wa ng'ombe na sio Shilole, kitu ambacho kilipelekea pia mpaka kwenye mitandao ya kijamii Instagram kufunguliwa kwa account ambayo ilikuwa ikisomeka ng'ombe aliyegongwa na Shilole, na watu wengi zaidi wakawa wanampa pole ng'ombe badala ya kumpa pole Shilole. Kwa watu wakawa wanajali zaidi mifugo kuliko uhai wa Shilole. Sasa Shilole alikuwa amekaa kimya kwa kipindi chote hicho mara baada ya kupelekwa hospitali, na hali yake ilikuwa itengemaa na akarudi katika hali yake ya kawaida. Tumemwona hivi karibuni pia akihudhuria matukio kadhaa kwa upande wa Dar es Salaam. Sasa mara baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu kidogo, kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram, Shilole ameposti moja kati ya video ambayo anaonekana yupo yeye akiwa anawafuatilia ng'ombe ambao wanaonekana wapo eneo hilo. Ni kama ameenda kuwakagua hivi, ni kama mfugaji ameenda kukagua mifugo yake kujua pengine inaendeleaje, kama inakula nyasi na hali yake pengine iko vipi, kitu ambacho kimezua vicheko kwa watu wengi sana kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram. Na hii ameiposti ni kama muda mfupi tu kutokea kwenye akaunti yake ya Instagram, na ameandika kwamba shishi na ng'ombe. Na kwenye upande wa comment ambazo mashabiki wameweza comment, watu wengi ni kama wamecheka hivi na waelewi ni nini ambacho kimetokea na imekuaje, na watu wengi wamechukulia kama shishi pia ameamua kwenda na trendi hiyo ya ng'ombe kutokana na kile ambacho kimeendelea. Sasa moja ya comment ambayo ipo hapa ni ile ambayo inaonyesha ng'ombe aliyemgonga _Shilole. Leo shishi apatwa wasaa wa kutembelea familia yangu, akiwa anamaanisha kwamba Shilole ametembelea familia yake ambayo ni ya ng'ombe. Rejones amesema kwamba umeenda kwenye kikao cha familia. Shilole akasema ndo tunayajenga hapa, akimaanisha kwamba yuko na wale ng'ombe pia ambao aliwagonga. Watu wengi sasa ni kama wamecheka sana. MC Baraka Classic amesema kwamba ningekupa pole kwa posti hii ungenilipa, ila shishi Mwasake ni jamaa Peter amesema kwamba sasa official Shilole, ng'ombe tunazo na tunatamba nazo, umeweza sana. Lakini pia Amos Tham amesema kwamba alafu useme ulimuona Mungu live. Lakini pia Cox Dawa Yao amesema kwamba ila Shilole. Na Zarina amesema kwamba natamani upigwe na pembe la ng'ombe, akimaanisha kutokana na vile ambavyo amekuwa akikagua. Lakini Sudi Mnazaleti amesema kwamba shishi uombe msamaha kabisa leo kwa kile ambacho kimetokea. Lakini wa mwisho Brigadier _Mbobevo amesema kwamba umpeleka salamu za pole zikiambatana na zawadi za majani kwa ndugu wa karibu wa ng'ombe. Hivyo sasa hivi watu wamekuwa kimhusisha na ng'ombe kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini Alex _Audax ametoa ushauri, akamwambia kwamba toa wimbo uite ng'ombe.
mbe. Na hivi ndivyo ambavyo mambo yapo. Kwa hiyo Shilole nafikiri amefikiria akaona kwamba ngoja nipite na hii trendi kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea, alafu mwisho siku pia tuweze kuona mambo yanaenda vipi. Haya, mtazamo wako ni upi? Share na sisi comment yako kupitia sehemu ya comment hapo, lakini pia usisahau kusubscribe kupitia kwenye account yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV ili pia uweze kupata notification kila story ambayo inawekwa hapa.